Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema iwapo Iran itachukua hatua za kutengeneza upya silaha za nyuklia, hali hiyo itakuwa changamoto kubwa kwa Marekani pamoja na washirika wake. Akizungumza kabla ya kuanza kwa duru mpya ya mazungumzo mjini Geneva nchini Uswisi, Vance amesema kuwa viashiria vinaonyesha kuwa Iran inaelekea katika mkondo huo. Ameongeza kuwa rais wa Marekani ametuma wajumbe wa majadiliano kushughulikia suala hilo, akisisitiza kuwa diplomasia ndiyo njia inayopendelewa, lakini akaonya kuwa mbinu nyingine zinaweza kuzingatiwa endapo zitahitajika. Katika saa chache zijazo, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araqchi, anatarajiwa kufanya mazungumzo na mwakilishi maalum wa rais wa Marekani Donald Trump kwa Mashariki ya Kati Stephen Wickrich huko jijini Geneva kwa upatanishi wa Oman. Kwa mujibu wa taarifa kutoka BBC, mvutano huo unatokana na hofu ya muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani na miundombinu yake iliyoenea katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo. Moja ya vituo muhimu zaidi ni Natanz, eneo kuu la kurutubisha uranium nchini Irani, lililopo takriban kilomita 250 kusini mwa mji mkuu Tehran. Kituo hicho kina sehemu mbili kuu, ikiwemo kiwanda kikubwa cha urutubishaji ambacho kimejengwa chini ya ardhi ili kujilinda dhidi ya mashambulizi. Kwa sasa takriban mitandao 14,000 ya centrifuge ipo Natanz, huku zaidi ya 11,000 ikifanya kazi. Mitambo hiyo hutenganisha uranium nzito na nyepesi, kuiwezesha Iran kurutubisha uranium hadi viwango tofauti. Chini ya makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 maarufu kama Joint Comprehensive Plan of Action, Iran ilikubali kupunguza urutubishaji hadi 3.67%, lakini baada ya Marekani kujitoa katika makubaliano hayo mnamo mwaka 2018, Iran ilianza kuongeza kiwango hicho hadi 60%. Wataalamu wanasema urutubishaji unaohitajika kwa silaha za nyuklia ni 90% au zaidi, jambo linaloibua hofu kubwa kwa kimataifa. Kituo kingine nyeti ni Fordo, kilichojengwa ndani ya mlima karibu na mji wa Qom. Ujenzi wake wa asili ulifichuliwa mnamo mwaka 2009 na kuzua taharuki duniani. Fordo ni kituo cha chini ya ardhi chenye uwezo wa kuhifadhi maelfu ya centrifuge na kinalindwa kwa kiwango cha juu zaidi dhidi ya mashambulizi ya kijeshi. Mnamo mwaka 2022, Iran ilitangaza kuongeza urutubishaji hadi 60% katika kituo hicho, hatua iliyochukuliwa kama ishara ya kusogea karibu na uwezo wa kutengeneza silaha zaidi. Maeneo mengine muhimu ni pamoja na kinu cha Kondak, awali kilijulikana kama Arak, ambacho kina uwezo wa kuzalisha plutonium, malighafi nyingine inayoweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Isfahan kwa upande mwingine ni kitovu cha kubadilisha uranium kwa gesi ya uranium hexafluoride, gesi muhimu katika mchakato wa urutubishaji. Hapa ndipo mzunguko wa uzalishaji wa mafuta ya nyuklia unapoanza kabla ya kupelekwa Natanz au Fordo. Bushehr ni kinu pekee cha nishati ya nyuklia cha Iran kwa matumizi ya kiraia. Mradi huo ulikamilishwa kwa msaada wa Urusi na uko chini ya uangalizi wa karibu wa mawakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, International Atomic Energy Agency. Hata hivyo, pamoja na baadhi ya miradi kuwa ya kiraia, wasiwasi unaendelea kuhusu uwezekano wa Iran kusimamia mzunguko kamili wa uzalishaji wa nyuklia, kuanzia uchimbaji hadi urutubishaji wa viwango vya juu. Kwa mujibu wa BBC, hofu ya Marekani na washirika wake si tu kuhusu silaha zenyewe, bali ni kuhusu athari za kijiografia na kisiasa iwapo Iran itafikia uwezo wa kuzalisha bomu la nyuklia. Hatua hiyo inaweza kuchochea mbio za silaha katika eneo la Mashariki ya Kati na kuongeza mvutano kati ya Iran na Israel pamoja na mataifa ya Ghuba. Wakati huo huo, suala la taka za nyuklia linaendelea kuwa changamoto duniani. Taka hizo hubaki na mionzi kwa maelfu ya miaka. Mataifa kama Finland, Sweden na Ufaransa tayari yameanza au yanakaribia kuanza ujenzi wa vituo vya kina kirefu chini ya ardhi kwa ajili ya kuzihifadhi kwa usalama. Kwa sasa macho ya dunia yameelekezwa Geneva,
ambako mazungumzo mapya yanaanza kwa lengo la kupunguza mvutano huu. Swali kubwa linalobaki ni hili: je, diplomasia itafanikiwa kuzuia Iran kufikia kiwango cha silaha za nyuklia, au dunia inaelekea katika mzozo mpya wa kimataifa? Mpaka hapa anapofikia tamati kwa habari moto za ndani na nje, endelea kuwa nasi kupitia Koplo Media. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.